Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji wa MG Media. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu amependa kutukutanisha katika chaneli hii, tukiendelea na mafundisho na mwendelezo wa somo letu tunalokwenda kwa jina la utii wa kweli. Basi nitamshukuru Mungu kwa ajili ya neno, kisha tutaendelea. Asante mtakatifu Mungu mwenye nguvu nyingi kwa ajili ya neno lako. Libarikiwe jina lako na litakase neno lako kupitia damu na jina lako Yesu, nikiomba na kushukuru. Amen. Siku ya jana tulikuwa tunapita katika utangulizi wa somo hili, tukiangalia katika vipengele kadha wa kadha katika utangulizi huu. Namshukuru Mungu, katika utangulizi tulipitia maeneo kadha wa kadha ambayo ilikuwa ni pati namba 1 katika utangulizi. Tunamshukuru Mungu pia, baada ya utangulizi leo liko neno la nyongeza na session yetu ya pili, tunapokwenda kuhitimisha session yetu ya 3 kesho. Session yetu ya pili ambayo inakwenda kwa kichwa cha utii wa kweli ile, lakini tunakwenda katika kipengele cha faida na hasara. Je, mtu ambaye ana utii wa kweli ana faida zipi katika ulimwengu wa roho? Je, mtu ambaye hana utii ana hasara zipi katika ulimwengu wa roho? Tutakwenda kuzipitia hizo kwa dakika chache nilizo mbele yako. Mimi ni mwalimu Adili Mendamenda. Endelea kusubscribe, kushare video hii kama ndio mara ya kwanza unatupata katika mtandao. Comment, subscribe, share video hizi kwa ndugu jamaa na rafiki, ili wapate mafundisho kadha wa kadha tutakapokuwa tunaachilia video zetu mtandaoni. Basi twende moja kwa moja katika somo letu. Tunaposema utii wa kweli una faida zake, lakini nimekuandalia faida chache ambazo katika faida hizo nitakupitisha kwenye faida, pia nitakupitisha pia kwenye hasara. Tunapoona mtu ambaye anatii halisi, mtu ambaye anatii kikweli kweli, ile wanasema kikweli kweli, ukishindwa kuwa mtii wa kweli unakosa faida hizi. Je, ni faida zipi? Andika kama unaandika. Faida namba 1, utii wa kweli. Mtu aliye na utii wa kweli anauweza, mtu aliye na utii wa kweli humfanya mtu ampendeze Mungu. Utii wa kweli humfanya mtu ampendeze Mungu. Kwa nini humfanya mtu ampendeze Mungu? Kutii ni bora kuliko dhabihu, kama tulivyosema katika kipindi cha jana, katika Samueli wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 22. Mtumishi wa Mungu Samueli anapokwenda kwa Sauli kwenda kumwelekeza kwa unyenyekevu kwamba ulichokifanya umemkosea Mungu, umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu amekutuma kwa ajili ya kukomboa, kwa ajili ya vita, lakini katika vita hiyo haukutakiwa umwache mtu hai, haukutakiwa uchukue kitu chochote ambacho hajakuagiza Mungu, uviache vyote kwa sababu vyote ni najisi. Sasa mtumishi wa Mungu Sauli akaenda nje na mapenzi ya Mungu, akaenda nje na ratiba ya Mungu aliyopangiwa. Ndipo tunaona mtumishi wa Mungu Samueli anapomfuata, anataka amrudishe Sauli azidi kumpendeza Mungu, anataka amrudishe Sauli azidi kuwa rafiki wa Mungu, lakini Sauli anazidi kupinga. Na hasara tutaziona, hasara alizozipata katika upande wa hasara, lakini anapozidi kupinga anazidi kujipotezea kumpendeza Mungu, anazidi kujipotezea kibali kwa Mungu, anazidi kujipotezea ule uso wa kupendwa na Mungu. Mungu anazidi kumtoa katika line, anazidi kumtengenezea, anazidi kumtoa katika viwango vyake vya ufalme moja kwa moja, hata anapokufa vitani, ikiwa ni kilio cha mwisho kabisa au ni hasara ya mwisho kabisa, anapokufa vitani kwa sababu ameshindwa kutii. Kwa sababu ameshindwa kutii, akaanza kupunguzwa, akaanza kuonekana dhaifu, akaanza kuzidiwa na Daudi vitu vidogo vidogo, ambaye Daudi alikuwa ni mtii, akashindwa kutii. Ndio maana akaondolewa katika nafasi yake. Kuondolewa kwenye nafasi yako kunatokea kwa sababu umempendeza Mungu au hujampendeza Mungu. Kwa automatic Sauli alishindwa kumpendeza Mungu, na katika kule kumpendeza Mungu, kwa sababu Mungu anasema, kwa sababu Biblia inasema utii ni bora kuliko dhabihu, katika sadaka au maneno matupu. Katika sadaka au maneno matupu Mungu hapendezi navyo, lakini anaangalia utii, anaangalia hatua ulizochukua katika kutii. Sadaka zako hapendezi nazo, maneno yako matupu hapendezi nayo, lakini yeye anaangalia ule uthubutu na utii ulio ndani yako. Katika kumpendeza Mungu hufungua mlango wa kibali cha Mungu. Mtu aliyependezwa na Mungu
kibali cha Mungu kinafunguka na kutokea kwa fursa kadha wa kadha, ambazo fursa hizo zinamrahisishia yeye katika utumishi na maisha kiujumla anayoelekea. Lakini jambo la pili, faida ya pili, huleta baraka. Kama tulivyoona katika mstari wa kwanza, katika faida ya kwanza, huleta baraka. Kwa sababu gani? Mtu aliyempendeza Mungu, mtu aliyepata kibali cha Mungu, mtu aliyekubaliwa na Mungu, automatic Mungu hawezi akampungukia. Hata mpungukia katika maisha, hata mpungukia katika familia, hata mpungukia katika uchumi, hata mpungukia katika chochote, kwa sababu Mungu amesema katika maneno yake, hao wanaompendeza anawaangalia kama mboni ya jicho lake. Hao wanaompendeza anawazingatia kiasi cha kulinganishwa na jicho na mboni ya jicho lake, kiasi cha kwamba chochote kitakachotokea kwa watu wao, he is responsible kwa kuwasaidia. Chochote kitakachoinuka, yupo tayari kwa kuwasaidia. Lakini katika kufungua malango ya kibali, mtu aliyepata kibali hawezi akakosa baraka moja kwa moja. Watiifu hupokea ahadi na neema za Mungu. Watiifu hupokea ahadi na neema za Mungu, kwa sababu Mungu ameshakuamini katika haya na haya na haya, unaweza ukayasimamia. Haya na haya na haya unaweza ukayamudu. Kwa Mungu anakuandalia full display, mkeka kamili wa ahadi na neema na baraka zako. Huo ndio utii wa kweli. Lakini tunaposoma katika ule mfano wa Mathayo sura ya 21 mstari wa 28 mpaka wa 31, mfano wa watoto wawili ambao walitumwa na baba kwenda katika shamba la mizabibu. Moja kwa moja mtoto yule wa pili aliyeenda baada ya kukataa, aliyeenda baada ya mara ya kwanza kukataa kwa babake, mara ya pili akaenda. Biblia inasema bora ni yupi? Bora ni yule aliyeenda. Kwa moja kwa moja huyu aliyeenda anaonekana kuwa bora kwa sababu ametii na kibali cha Mungu kinamtokea. Baraka za babake zitamfuata kwa sababu amenitii. Lakini baba hatamwangalia yule ambaye hajamtii, hatamzingatia sana. Hata akihitaji msaada, let's say ni watoto wa baba mmoja ambao wanasoma, akihitaji msaada, mama, baba nimeishiwa hiki, baba nimeishiwa hiki, hatamzingatia sana kama huyu aliyetii kwenda kwenye shamba la mizabibu kufanya kazi kwenye shamba hilo. Moja kwa moja tuende kwenye point namba 3. Je, ninapotii nafaidika na nini? Utapomtii Mungu, utakapotii mamlaka. Kama tulivyosema jana, ni maeneo mawili tu ya kutii, mamlaka na Mungu, ambao Mungu tunasema katika neno la Mungu au sheria ya Kristo. Utakapotii mamlaka au utakapotii sheria ya Kristo, je, utapata nini kingine? Hiki kinaimarisha mahusiano na Mungu. Utii ujenga ukaribu na Mungu. Mtu hujifunza kusikia sauti ya Mungu kwa urahisi zaidi. Hapa tunamwona katika mtumishi wa Mungu Ibrahim, baba wa imani, alijenga uhusiano wa karibu na Mungu kwa sababu alikuwa ana utii, alikuwa amejiwekeza sana katika utii, ambao utii huo ulimpeleka viral na kumpeleka zaidi katika level za kuwa rafiki wa Mungu. Hata leo hii tunamuita rafiki wa Mungu, baba wa imani. Kwa nini? Alikuwa ni mtii. Katika yote aliyoagizwa alitii, lakini katika yote aliyokusudiwa kutenda kwa wakati wake aliyatenda. Kwa sababu ya utii akawa rafiki wa Mungu. Kwa sababu ya utii aliongea na malaika. Kwa sababu ya utii aliongea na Mungu. Kwa sababu ya utii alikuwa Bennett. Katika Biblia amezungumziwa kama baba wa imani, lakini alikuwa ni mtu ambaye yupo karibu na Mungu, anazungumza na Mungu kupitia malaika, anazungumza na Mungu anapoenda kumtoa mwanae sadaka kwa utii. Ni utii wa hali ya juu sana. Katika hili tunapaswa kujifunza kitu. Kumbe tutakapotii ndipo tunajiimarisha mahusiano yetu na Mungu. Hivi unaonaje katika watu wawili ambao umewapa kazi, mmoja akafanya kazi na mmoja asifanye kazi? Je, utakuwa rafiki wa yupi? Aliyefanya kazi uliyompa au aliyezingua, amekansel, ameona kama vile huyu ni nani, huyu ana nini, huyu ana yani amekufanyia kama delay, kukudharau? Moja kwa moja unaona kabisa kuna namna utamzingatia sana ambaye amekutii, utamzingatia sana ambaye amekuzingatia wewe. Tujitahidi katika hilo. Na aina na yes, so no, si aina ya 3. Pointi ya 4 ni kwa nini ni tii. Utii huleta amani ya moyo. Amani ya moyo.
Mtu anayetii Mungu hana lawama ndani, lakini anaishi kwa uhuru na dhamiri safi. Napenda sana kutumia mfano huu wa huyu mtoto na mtoto ambaye alikubali, lakini alipokubali baadaye akakanseli kwenda kwenye shamba la mzabibu ambapo alikuwa ametumwa na babake. Unaona kabisa mtoto huyu inawezekana akakosa uhuru kwenda mbele ya babake tena, automatic hata jiamini, kwa sababu alimtii sasa, baba nitaenda, lakini kwenye conclusion tunaona kabisa amezingua, hajaenda, na alisema baba nitaenda, hakuenda. Lakini yule ambaye sema baba sitaenda, sitaki, akaenda, nani atakuwa na ujasiri kumrudia babake? Nani atakuwa na ujasiri kumrudia babake kwamba baba nimerudi, baba nakusalimia, baba nini, baba hivi, baba hivi, vitu vyote hivyo? Nani atakuwa ana ujasiri katika hivyo? Moja kwa moja unaona kwamba ni hakuna ambaye atakuwa na ujasiri kuliko huyu ambaye ametii. Ambaye ametii atakuwa na ujasiri kuliko huyu ambaye amegoma. Si tu amegoma, amemkataa Mungu, amemdharau Mungu. Alipomdharau Mungu, alivyomdharau baba baada ya kutumwa shambani, hajamrudi kumpa feedback, baba nimeshindwa kufika kwa sababu ya hiki na hiki, lakini amebaki mtaani, amebaki nyumbani, hata hajasema kwamba sitoenda, hata hajasema kwamba nimepata dharura, hata hajatoa dharura yote. Unaona kabisa mtu ameshindwa kutii, hawezi akamwendea baba yake kwa ujasiri tena. Basi katika kuhitimisha kwa upande wa umuhimu, tukamalizie katika pointi namba 5. Mtu aliye na utii huwa ni mfano kwa wengine. Mtu yeyote aliye na utii huwa ni mfano kwa wengine. Naweza nikatoa mfano hata kwa familia. Kuna baadhi ya watoto ambao wamelelewa katika utiifu wa hali ya juu, hadi wamebaki kuwa role model kwa wadogo zao, hadi wamebaki kuwa role model kwa familia zingine. Wanabaki wanasema, mbona unashindwa kuwa mtiifu kama mtoto wa mama fulani? Unashindwa kuwa mtiifu kama kaka fulani? Unashindwa, mbona wewe umetofautiana na wengine? Mbona wewe? Yani automatic unakuwa wa kusema sana kwenye midomo yetu kwamba angekuwepo mwingine kama huyu, ungekuwepo na wewe unatii kama yule, ungekuwepo na wewe unatii kama fulani. Unaona moja kwa moja kwamba inakosekana hiyo fulani. Kumbe ukiwa na utii wa ndani wa kweli, ambao kitu chochote kitakachoinuka kwenye mamlaka na kwenye Mungu kabisa, utakitii kwa ukamilifu, kwa kusema kwa ukamilifu, utakitii kwa kukisimamia na kukisema kwa ukuu kwamba hili nimeshindwa, sitaweza kwenda. Hili baba, nimepata dharura, nimeghairi kwenda. Hili baba, samahani, sitaweza kukifanya kwa sababu nina dharura nyingine. Lakini tumebaki watu ambao tumekubali, lakini hatujaweza kuyatimiza, na hatujaomba excuse kwa aliyetutuma, hatujaomba excuse kwa wazazi wetu, hatujaomba excuse kwa mamlaka zetu. Kumbe huyu ambaye ameshindwa kuwa na taarifa iliyokamilika juu ya luksa yake, automatic unaona anapoteza credit, anapoteza ukuu, anapoteza historia yake, anapoteza sifa njema mbele za Mungu na mbele za wanadamu, kwa sababu hatosemwa katika uzuri, atasemwa katika ubaya kwamba msije mkawa kama mtoto wa mama fulani, msije mkawa kama fulani, muwe kama fulani ambaye yeye anatii, yeye anakuwa mnyenyekevu, yeye anakuwa anapita sambamba katika utumishi wake akimtumikia Mungu. Lakini pia ukiwa na utii utampendeza Mungu na wanadamu, na utaendelea kukua katika kimo na umri ukimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa sababu gani? Upo utii ndani yako. Sasa tuende katika kipengele cha pili. Je, mimi ambaye sijatii kwa muda mrefu kuna hasara gani? Je, kwa mimi ambaye nimegoma kutii ni kwa muda mrefu sasa, je, nina hasara gani? Ninapata hasara gani? Je, kuna conflict gani inaweza ikanipata kwa sababu ya kutokutii kwangu? Biblia inasema utii ni bora kuliko dhabihu, lakini ukiendelea katika mfano wa Sauli, inaelezea madhara moja baada ya lingine yaliyomwambatana baada ya kushindwa kulitii neno la nabii, baada ya kushindwa kuitii sauti ya Mungu, baada ya kushindwa kusikiliza hata nabii Samueli anasema nini. Maneno yale yalizaa hasara kadha wa kadha, ambazo hasara hizo zilimpeleka katika kifo. Twende moja kwa moja kuziona hasara moja baada ya nyingine. Hasara namba moja kabisa, kwa nini
ninapata nini nisipotii? Ninapata hasara gani nisipotii? Hasara ya kwanza, unapoteza kibali cha Mungu. Mfano, Sauli alikosa ufalme kwa sababu ya kutotii amri ya Mungu. Anakosa ufalme, ufalme unaenda kwa Daudi, kisa na mkasa ameshindwa kulitii neno la Mungu, ameshindwa kusimama katika kweli na kutii maneno ya nabii Isaya, maneno ya mtumishi wa Mungu ambayo ni ametumwa na Mungu kumuonya Sauli. Kumbe ukikosa kibali cha Mungu, tunarudi kule mwanzoni, umeshakosa kumpendeza Mungu, na ukikosa kumpendeza Mungu kamwe hauwezi kuingia mbinguni. Hamwezi mkanielewa kwa maana moja tu hivyo. Ni hivi, ukikosa moja kwa moja kumpendeza Mungu, ukikosa moja kwa moja kukubaliwa na Mungu, kibali ni kukubaliwa. Utakaposhindwa kukubaliwa na Mungu, hauna mamlaka, hauna access katika ufalme wa Mungu, hauna nafasi katika ufalme ujao. Hakuna mahali ulioandaliwa kwa ajili ya miaka ya milele na milele, ya milele na milele ijayo. Lakini unapozingua, unashindwa kutii sauti ya Mungu, unaposhindwa kutii mamlaka iliyo mbele yako, unapoteza kibali, unazidi kushuka kwenye level, Kuna siku utapoteza kibali kabisa na utakuwa waovyo, yani hauna nafasi tena ya kumpendeza Mungu, hauna nafasi tena ya kuwa na uaminifu kwa bosi, hauna nafasi tena ya kuwa na uaminifu kwa ndugu jamaa na rafiki, hauna nafasi tena ya kuwa na uaminifu kwa hao ambao walikuamini kwa sababu ya utii wako wa kabla. Lakini utakaposhindwa kutii, moja kwa moja ni hasara sana kwako, kwa kuwa umejipotezea kibali, na mfano huo wa kibali kupotea, tunarudi katika Sauli aliyepoteza kibali chake, kapokelewa na Daudi ambaye alikuwa ni mnyenyekevu mbele za Mungu, na Mungu anasema ninapendezwa sana na moyo wa Daudi. Na katika pointi namba 2, unakosa baraka zilizokusudiwa. Hatuwezi tukajua Sauli baada ya kutii angepata nini, au baada ya kulisikiliza neno la Samueli angepata faida gani. Hatuwezi tukajua, lakini inawezekana yako mema mengi yaliyojipanga kwenye maisha yake. Inawezekana yako mema mengi yaliyokuwa kwenye flow ya deadline za maisha yake, lakini kwa sababu tu ya kujifungia baraka kwa kutotii, kwa kujifungia kibali kwa kutotii, amekosa access katika hayo yote. Hana mamlaka tena ya kutawala, hana namna tena ya kuishi kwa ukamilifu, hana namna tena ya kumpendeza Mungu kwa tabia zake, kwa sababu ameshaenda viral, amemkosa Mungu. Mungu anaweza kukuchelewesha au kuondoa baadhi ya baraka kutokana na uasi. Kuna vitu utacheleweshwa, kuna vitu utaondolewa automatic. Ufalme utaondolewa, ufalme wako ulionao, ukuu wako ulionao utaondolewa kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya kutotii, kwa sababu ya uovu. Kutotii ni uasi, kutotii ni kosa kama makosa mengine. Lakini katika hilo tumepaswa kujiangalia sana sisi tunaojiita watakatifu na tumeokoka, tupo makanisani, kwa sababu ni wengi tunatii, lakini bado hatuna ukamilifu katika utiifu wetu. Ndiyo maana ninasema tangu jana, Pentekoste wengi, Wakristo wengi hatutaingia mbinguni kwa sababu ya dhambi hii. Kwa sababu dhambi hii inafuta utumishi wako wote, sadaka zako zote, kujitoa kwako kote, kazi yako yote katika mwili, katika roho, zinafutwa zote. Maombi yanafutwa ukizo. Usipotii, hata maombi hayana nafasi tena, hayana nguvu maombi. Utii una nguvu kuliko kitu chochote. Maombi ni driving force ya kila neema ya Mungu, lakini utii ni jambo ambalo lisipozingatiwa, vitu vyote vilivyo kwenye neema ya Mungu vinakuwa havina maana. Sadaka zinakuwa hazina maana, utumishi wote unakuwa haina maana, kutoaji unakuwa hauna maana, maombi yanakuwa haina, uimbaji hauna maana. Umekosa kutii, hamna huduma ambayo itafaa, hamna kazi utaifanya mbele za Mungu itakuwa na kibali. Umekosa kibali, umekosa kumpendeza Mungu, unamfanyia nani kazi? Tuende katika pointi namba 3, kuleta adhabu na matokeo mabaya. Mtu aliyekosa kutii mara nyingi huzaa maumivu, majuto na hasara. Aliyekosa kutii huzaa maumivu, majuto na hasara. Lazima utajuta. Ukikosa kutii lazima utajuta, na katika kujuta kwako lazima utapata maumivu, lakini pia utapata hasara. Sasa nikatoa tu mfano wa kawaida, kama
mtu uliokuwa unaaminiwa kazini, lakini baada ya kutotii kauli ya bosi wako, ukaenda kinyume na bosi wako, ukajitengenezea ratiba yako, moja kwa moja mtu huyo, wewe mwenyewe, baada ya kujitengenezea utaratibu wako, baada ya kujitengenezea ratiba yako, unashindwa kuwa na nafasi ile ile kwa bosi. Unazidi kudrop, unazidi kushuka, unazidi kujiona dhaifu, unazidi kujiona yani nimekosa, unazidi kujiona kama sina tena ukuu, sina tena ile asili yangu ya ukuu kwa bosi wangu, sina uaminifu tena kwa bosi wangu. Moja kwa moja hata katika hali ya kiroho tumesema utii upo katika maeneo mawili, katika mamlaka, lakini katika hali ya kiroho pia kulitii neno la Mungu, sheria ya Kristo. Mtu anayeshindwa kulitii neno la Mungu automatic anaambatanisha vitu hivi, vinamfuata kwenye maisha yake, anakosa amani. Lakini katika hilo kuna adhabu anayoipata baada ya kukosa utii. Adhabu hiyo, kutotii, mara nyingi huzaa maumivu. Je, ukiachwa na Mungu sio maumivu? Je, ukishusha cheo sio maumivu? Je, ukianza kudharaulika ukawa kama wa kawaida sio maumivu? Ni maumivu ya hali ya juu. Kumbe tumepaswa kuyazingatia na kuepuka katika hayo. Lakini sio tu maumivu, mara nyingi majuto na hasara kadha wa kadha. Kuna watu baada ya kushindwa tu kuwatii bosi wao wakapokonywa hata mitaji yao. Kuna watu hata baada tu ya kushindwa kuwatii kaka zao au ndugu zao wakapokonywa hata vitu ambavyo walikabidhiwa, kwamba chukua hiki utaanzia biashara, kwamba chukua hiki kitakusaidia kwenye maisha yako. Baada tu ya kumdharau kakake, baada tu ya kumdharau dadake, baada ya kutii. Na ukikosa utii wa kweli ni hasara sana sana sana. Ukiharibu mahusiano na Mungu ni hasara sana, na utakapoharibu mahusiano hayo, unapokosa kibali, unapokosa kumpendeza Mungu, automatic hautoweza kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Lakini sababu nilo, ukishakosa tu mahusiano na Mungu, unapoteza hata kusudi la Mungu, au kupoteza pointi namba 5 hiyo, kupoteza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Moja kwa moja, kuna watu walikuwa wameaminiwa katika nafasi kubwa, walikuwa wameaminiwa katika vyeo vikubwa, walikuwa wameaminiwa katika wadhifa mkubwa, lakini punde si punde, baada ya kuonyesha dharau, baada ya kutotii mamlaka, baada ya kutotii sheria ya Kristo, wameshushwa kwa viwango vya chini sana. Kuna mwimbaji mmoja akasema katika wimbo wake kwamba nifundishe nisije nikainuka kwa kiasi ambacho nikaja baada ya kuinuka nikashuka ghafla. Yani unainuka kwa kasi, unafahamika kwa kasi, lakini kufahamika huko kumbe haujajitengeneza kuwa na utii bora, kwa mtii Mungu, lakini pia kutii mamlaka. Watu wengi wanaoanguka wanakosa utii. Mtu aliye na huduma kubwa amekosa utii, automatic ataanguka. Mtu aliye na huduma kubwa amekosa utii, mtu aliye na cheo kikubwa amekosa utii, hawezi akaishi, hawezi akasurvive. Na kuhakikishia katika hayo wengi wameanguka, na kuhakikishia katika hayo wengi wamelipoteza neno la Mungu, wengi wamemkosea, wengi wamepoteza maisha yao na kumuona Mungu kama ni jamaa fulani ambaye wanamuogopa kwamba nimemkosea. Yani anaona kama ni jitu fulani ambalo ukisogelea unaona kama anaweza akakupiga makofi kwa nini umenizingua katika hili. Ndiyo tunarudi kwenye mfano wa yule mtoto ambaye alishindwa kutii. Hawezi akamrudia babake kwa urahisi. Inahitajika nguvu kubwa sana kumrudia babake, kwamba baba nisamehe, sijaenda shambani ulikonituma kwenye shamba la mizabibu, lakini nilikubali kwa kinywa kwamba nitaenda na sijaenda. Tupate nguvu hiyo katika jina la Yesu. Mtu anaweza kukosa nafasi, huduma au majukumu ambayo Mungu alikuwa amemkusudia. Mungu amekukusudia katika level kubwa, lakini katika level hizo Mungu alizokukusudia anakuhitaji sana kumtii ili akupeleke kwenye level hizo. Tukamalizie katika pointi ya 6 kwa ufupi na kwa utoshelevu wake, katika Mathayo sura 21 mstari wa 28 hadi wa 31, maneno yetu makuu tangu jana. Lakini katika neno hilo
Mwana aliyesema siendi lakini akaenda ndiye alifanya mapenzi ya Baba. Hii inaonyesha kuwa Mungu haangalii ahadi tu, Mungu huangalia utekelezaji. Faida ya 6, kuwa dini ya maneno tu. Hasara ya 6, kuwa na dini ya maneno tu. Yaani ni hivi, mtu aliyekosa utii anakuwa na dini ya maneno tu. Sikiliza, ni wangapi wanaonyesha mikono kwenye ahadi lakini hawazitimizi kanisani? Basi achana na hilo. Ni wangapi ambao mtumishi akitangaza, jamani tutafunga maombi wangapi, ananyosha mkono na yeye juu lakini hata hatimizi, au anaitikia amina na haendi? Au ni wangapi wanamwahidi Mungu kubadilika kila siku lakini hawabadiliki? Ni wangapi ambao wameshindwa kusimama katika kumpendeza Mungu? Kila siku wanafundisha maneno yale na wameshindwa kubadilika. Ni wangapi? Ni wengi. Pointi namba 6 inakuja kama hasara. Kwa sababu gani? Kuwa na dini ya maneno tu. Kwa dini yako inakuwa ya maneno tu, haina vitendo, haina utekelezaji. Niliwaambia katika siku ya jana, moja kwa moja, dini iliyokosa utekelezaji au jambo lililokosa utekelezaji halijawa na utii. Hatua namba 1 ya kutii ni kusikia. Hatua namba 2 ya kutii ni kusikiliza. Hatua namba 3 ya kutii ni kuzingatia. Hatua namba 4 ya kutii ni kuelewa. Hatua namba 5 ya kutii ni kujitiisha au kujilazimisha kukifanya kitu hicho, hata kama ni nje ya timetable yako, hata kama ni nje ya uwezo wako, hata kama ni nje ya ratiba zako, unahitajika uitii, sababu umesikia afu umesikiliza. Baada ya kusikiliza, umefanya upembuzi yakinifu katika hilo. Baada ya kukamilisha katika hilo, umelielewa. Baada ya kuelewa, unakuja hatua ya mwisho kabisa, utekelezaji. Ndiyo imani inakamilika hapa. Baba wa imani alikuwa anapimwa katika hatua hii ya 5. Baba wa imani alikuwa anapimwa katika hatua hiyo ya 5. Sio hatua ya kwanza ya kusikia, wala sio hatua ya pili ya kusikiliza, wala sio hatua ya 3 ya kuzingatia, wala sio hatua ya 4 ya kuelewa, wala sio hatua ya 5 ya kujitisha. Ni hatua moja tu ambayo ilikuwa inamrudisha katika ukuu wake, hatua namba 5 ya kujitiisha, kujilazimisha hata kwa baadhi ya mambo yaliyo nje ya uwezo wake. Kumtoa mtoto ni jambo kubwa sana. Kutembea na mtoto, unaondoka nyumbani, hata hujamwaga mke wako, hata hujaaga familia, unaondoka wewe mwenyewe ukijua ndani yako umejitiisha katika hali ya juu. Kumbe kuna namna tunajitakiwa tujitiishe kwa kiasi cha kwamba hata kama yatakuwa nje ya uwezo wetu, hata kama yatakuwa ndio vipaumbele vyetu, tumepaswa kuyatoa dhabihu kwa ajili ya Kristo. Tumepaswa kuyazingatia na kuyatii kwa sababu yapo kwa ajili ya wakati husika. Na sheria yote iliyowekwa mbele yako kwa wakati husika, jitahidi uitii, kwa sababu hiyo ndio inayokuandaa kukupeleka katika ukuu. Ukishindwa kutii katika hiyo, iko hasara kubwa sana, sio tu katika ulimwengu wa roho, hata katika ulimwengu wa mwili. Wengi wanapoteza status zao, wengi wanashushwa kwa viwango vya juu kuliko kawaida kwa sababu wamekosa utii. Na kuombea siku ya leo, Mungu akusaidie sana na Mungu akubariki, akusaidie ukapate kuwa mtu wa utii. Siku ya leo nitaishia hapo, lakini tuendelee kuwa pamoja katika siku itakayofuata, na siku ya 3 na ya mwisho katika semina hii ya siku 3 utii wa kweli, na siku ya kesho tutakwenda kuhitimisha katika maeneo au mambo ambayo yanafanya mtu awe na utii wa kweli. Vitu gani vinakujengea wewe kuwa mtiifu? Vitu gani vitakusaidia ili uwe mtii? Vipo vitu ambavyo vitakusaidia ili uwe na utii wa kweli katika yote na yote. Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami mwalimu Mendamenda Adili, ni MG Media Production. Nikutakie wakati mwema. Asante.